Wakati huu shabiki wa soka na shabiki wa Manchester United, karibu tena United TZA tuweze kupata updates chache za leo. Na miongoni mwa habari kubwa ambazo zimetokea leo ni kwamba Ruben Amorim amefanya mazungumzo pamoja na waandishi wa habari kuelekea mchezo wa derby dhidi ya Manchester City, mchezo ambao utapigwa hapo Jumapili. Ametoa updates kuhusu majeraha, ametoa pia malengo yake kuelekea huo mchezo muhimu wa ligi ya soka nchini Uingereza au nchini England. Lakini pia tumepata update kuhusu wale ambao huenda wakaanza kikosini. Na kuna habari njema kwa sababu watu fulani wamerudi kwenye kikosi akiwemo Kobbie Mainoo. Je, anaweza kuwa kwenye kikosi dhidi ya Manchester City? Basi utapata update hiyo katika update ya leo ambayo nimekuandalia. Karibu sana. Hapa ni United TZA, tunakutana hapa kila siku kwa ajili ya kupeana updates na kuzungumza mambo kadha wa kadha kuhusu klabu yetu pendwa ya Manchester United. Mimi naitwa Dr. Nandez. Ikiwa umefika hapa kwa mara ya kwanza, basi hakikisha una subscribe kwanza ili usiweze kupitwa na habari hizi pindi ambapo zinakujia. Lakini pia ukienda kwenye link hapo chini kwenye kwenye description utapata link ya kupeleka moja kwa moja katika mtandao wa TikTok, X na Instagram, na unaweza kujiunga pia na jamii yetu hii ambayo inakuwa kila siku. Kwa hiyo Ruben Amorim leo amefanya mkutano na waandishi wa habari na amezungumza mambo kadha wa kadha, na ningependa leo kuja kuyazungumzia hayo na kukwambia kila ambacho hasa amezungumza akiwa pamoja na waandishi wa habari. Na miongoni mwa vitu amezungumza, ameuliza kuhusu kama kuna uwezekano wake wa kushinda Premier League, na ametoa jibu ambalo ni very interesting of course, kwa sababu klabu inaonekana ina mpango wa kushinda Premier League mwaka 2028, lakini inaonekana ni mpango tofauti na kile ambacho Ruben Amorim anakiwazia kutokana na kile ambacho hasa amekisema kwenye press conference ya leo. Utapata kujua hilo kwenye comment hapo chini. Unaweza kuniandikia maoni yako, hasa katika session ya leo ningependa uniandikie kikosi ambacho ungependa kianze dhidi ya mechi ya Manchester City. Kwa hiyo ikiwa uko live, ningependa kwenye comment hapo uniandikie maoni yako kuhusu kikosi gani ambacho unafikiri kwamba kikianza kinaweza kutupa matokeo dhidi ya Man City, kwa sababu mwishoni mwa session hii nitapitia maoni yako, lakini pia nitafanya preview fupi kuelekea mchezo huo dhidi ya Manchester City. Sawa. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo amezungumza Ruben Amorim kuhusu kushinda taji la Premier League. Mwandishi mmoja wa habari alimuuliza kwamba klabu ina mipango ya kushinda Premier League kuanzia mwaka 2028, misimu mitatu kutoka hivi sasa, na akasema, je, hauoni kama hiyo labda inakupa pressure kwa wewe kama kocha, labda klabu ina demand mambo makubwa zaidi, labda inakufanya wewe uwe na pressure kubwa kuelekea msimu huu ambao unaisha na msimu unaokuja? Akasema, mimi siwezi kusema kwamba nitashinda taji la ligi mwaka ujao, lakini nachosema kwamba mimi sipendi kusema kwamba tunahitaji muda mrefu kushinda mataji. Katika klabu kama Manchester United sisi hatuna huo muda wa kuweza kusubiri miaka mingi hivyo. Hata hivyo nitakuwa nikichaa nikisema kwamba tutakuwa tunashindania ligi msimu ujao. Hata hivyo tuna haraka ya mafanikio. Mimi binafsi nina haraka ya mafanikio na siwezi kusubiri kwa miaka mingi. Sasa hili jambo inaonekana kuwa tofauti kidogo na kile ambacho klabu inapanga. Klabu inaonekana kwamba yenyewe katika mpango wake ni kuanza kuchukua ligi angalau kuanzia mwaka 2028, lakini Ruben Amorim anasema kwamba yeye hana huo muda wa kusubiri mpaka huko. Anaweza atafurahi ikiwa itatokea mapema kuliko vile ambavyo klabu inapanga, lakini akasema pia ni vizuri kuwa na vision, ni vizuri klabu kuwa na mipango, na yeye anaunga mkono mpango ya klabu, lakini kwa sasa yeye hawezi kusema atashinda ligi mwakani, lakini it could happen. Anasema kwamba katika soka chochote kinaweza kutokea, na mimi bila shaka nakubaliana na wewe. Kwa mfano, nikupe mfano mmoja katika ligi ya msimu ulioisha ambao uliisha msimu uliopita wa mwaka 23-24. Ikiwa mtu angekwambia kwamba msimu huu unaoanza Nottingham Forest watakuwa top 4, ikiwa mtu angekwambia kwamba Man City watakuwa wanapambania top 4 sio bingwa, ikiwa mtu angekwambia kwamba Arne Slot atashinda Premier League katika msimu wake wa kwanza, nafikiri wote hapa hakuna ambaye angekubali vitu vyote. Lakini sasa hivi tunaongea mambo tofauti kabisa na matarajio wengi alivyokuwa. Wengi walijua Man City ataendelea kuchukua ubingwa, walijua Arsenal labda atakuwa title contender, lakini imekuja opposite. Leo Arne Slot ameingia msimu wake wa kwanza Liverpool, anaenda kuchukua ubingwa. Nottingham Forest
wako top 4 sasa hivi, wako juu ya Man City, you can imagine. Kwa hiyo katika soka kile ambacho anasema Ruben Amorim ni kwamba mambo kwenye soka huwa yanabadilika haraka sana. Inaonekana kweli mpango ya klabu ni kuchukua ubingwa kuanzia 2028, lakini unaweza kushangaa msimu ujao mambo yanabadilika, na tunaenda kuwa title contenders. Kwa hiyo anasema kwamba yeye hana huo muda wa kusubiri muda mrefu, lakini kwa sababu katika soka chochote kinaweza kutokea na mambo huwa yanabadilika kwa haraka sana, na hiyo ndio mentality ambayo naifurahi sana kwa Ruben Amorim. Anajua kwamba anahitaji muda, lakini pia anajua kwamba chochote kinaweza kutokea na yuko tayari kwa lolote ikiwa nafasi itajitokeza ya kuweza kushindania makombe makubwa. Pia aliulizwa kuhusu ushindi ambao ulipita dhidi ya mechi ya Man City, akasema kwamba je, ushindi huo unakuonesha, unaweza ukasema kwamba ndio kitu bora zaidi ambacho umewahi kufanya ukiwa na klabu ya Manchester United? Akasema kwamba mimi siwezi kushangilia ushindi wa kumfunga Manchester City kama kitu cha mafanikio nikiwa kama kocha wa Manchester United. Mimi nitafurahi na nitashangilia kitu ambacho kitakuwa na maana kama vile kuchukua kombe na Manchester United, lakini kumfunga Man City kwenye mechi moja kwangu sioni kama ni mafanikio, bali hicho ni kitu ambacho kinapaswa kuwa kinafanyika kila siku, lakini nitaona ni kitu cha maana ikiwa tutashinda makombe. Tukishinda makombe, hiyo nitaona kama ni achievement kwangu kama kocha wa Manchester United. Mentality nyingine nzuri sana kutoka kwa kocha huyu wa makombe bwana Ruben Amorim. Kwa hiyo hayo alikuwa ni mambo haya ambayo amezungumza kuhusu kupishania ubingwa na Man City, lakini pia kuelekea katika mchezo wa Man City. Amesema kwamba ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu. Man City wamepitia hali ngumu hivi karibuni, lakini sasa hivi ameanza kurecover, ameanza kupata nguvu, na mimi jukumu langu ni kuhakikisha kwamba timu yangu inakuwa bora kuelekea katika mchezo dhidi ya Man City, na si kuangalia udhaifu wa Man City ama ubora wao, kwa sababu ninajua ubora wao na mimi nitahangaikia timu yangu kuhakikisha kwamba inaenda kushinda mchezo huo muhimu wa Premier League. Basi hiyo ndo maoni ya Ruben Amorim kuelekea mchezo dhidi ya Manchester City. Ikiwa umechelewa kufika kwenye live session, leo tunafanya preview ya mechi dhidi ya Man City kuelekea mchezo huo wa Jumapili, lakini pia tunapitia yale machache ambayo Ruben Amorim amezungumza pamoja na waandishi wa habari leo. Ametoa update kuhusu baadhi ya wachezaji ambao wako majeruhi na wengine ambao wanatarajia kurudi, lakini pia amezungumzia matarajio yake kuelekea mchezo huo dhidi ya Manchester City. Kwenye comment section ningependa uniandikie kikosi ambacho ungependa kianze dhidi ya Man City ukiwa unaamini kwamba kinaweza kutupa matokeo. Nitafurahi sana kupokea maoni yako. Sawa, tuanze na habari kuhusu majeruhi ambao huenda watakosa mchezo au huenda wengine watarudi. Ruben Amorim ametupa updates muhimu sana katika kikosi kinachokuja kwenye mchezo dhidi ya Man City alipokuwa akiongea na waandishi wa habari. Update kuhusu Kobbie Mainoo, kulingana na bwana Ruben Amorim, anasema kwamba Kobbie Mainoo ameshaanza mazoezi, anaendelea kuwa fit na tunaweza kumuona kwenye mchezo dhidi ya Manchester City. Kwa hiyo ni habari njema, hiyo ni habari kubwa sana. Kobbie Mainoo amerudi rasmi na anaweza kuwepo bench kuelekea mchezo dhidi ya Manchester City. Hii inakuwa ni habari njema kwa mashabiki wote wa soka ambao wanaifuatilia klabu ya Manchester United, kwa sababu najua kila mtu anafahamu ni kwa jinsi gani Kobbie Mainoo ni mtu muhimu sana kwenye timu yetu, na ningefurahi kuona hakirudi atatumiwa namna gani. Kwa taarifa ya Ruben Amorim kwamba Kobbie Mainoo yuko fit, anaweza kuwepo kwenye mchezo dhidi ya Man City. Hata hivyo sitarajii kwamba ataanza mchezo huo, na najua kwamba atakuwa bench, lakini ni jambo jema kwamba angalau amerudi kikosini. Lakini kwa upande mwingine, taarifa mbaya ni kwamba Matthias de Ligt alipata jeraha kidogo kama knock katika ule mchezo dhidi ya Nottingham Forest, mchezo ambao tulipoteza kwa bao 1-0, na Ruben Amorim anasema kwamba bado Manchester United wanafanya assessment ya hali ya kiafya ya Matthias de Ligt ambayo huenda akaukosa mchezo huo dhidi ya Manchester City, lakini amesema tutaangalia hali yake ya kiafya itakuwaje kufika hapo Jumapili. Ikiwa atakuwa fit atahusika kwenye mchezo, lakini ikiwa hatakuwa fit basi huenda hatutamuona Matthias de Ligt katika mchezo huo wa ligi ya soka nchini England. Kwa hiyo hizo ndo taarifa za majeruhi. Kusema ukweli ni taarifa mbaya kwamba de Ligt anakosa mchezo huo, lakini taarifa njema kwamba Harry Maguire amerudi. Mechi iliyopita alitokea bench, pia Mason Mount alitokea bench na wote wako fit. Kwa hiyo manake wanaweza wakaanza katika kikosi ambacho kinakuja katika kuelekea mchezo wa Manchester City. Kwa hiyo hapo ni contradiction kidogo, sababu kuna habari moja ni nzuri na habari nyingine ni mbaya. Habari ya Kobbie Mainoo ni nzuri, lakini habari ya
delete ni kidogo inatilia mashaka kidogo, lakini hebu tuone labda anaweza akawa fit kuelekea katika mchezo huo dhidi ya Manchester City. Pia Ruben Amorim ametupa update kuhusu Mason Mount, ambapo amesema kwamba Mason Mount anaweza akawa fit kuanza kikosi cha kwanza dhidi ya Manchester City katika mchezo huu ambao utapigwa hapo Jumapili. Anasema Mount anaendelea vizuri, ndio anaweza kuwa kwenye kikosi cha kwanza dhidi ya Manchester City. Kwa hiyo ametoa hint kwamba huenda Mason Mount akaanza kikosi cha kwanza katika mchezo huo wa Manchester City. Sasa swali langu ni kwamba ambao mko live naomba mniandikia hapo chini. Ikiwa Mason Mount anaanza kwenye kikosi dhidi ya Man City, unafikiri nani anaenda bench? Je, ni sio Bruno Fernandes of course, na Mason Mount sio kiungo wa chini, kwa hiyo hawezi kuwa Manuel Ugarte au Casemiro. Kwa hiyo kati ya Rasmus Hojlund, Joshua Zirkzee na Alejandro Garnacho, ni nani unafikiri ataliwa bench ikiwa Mason Mount ataingia kwenye kikosi cha kwanza? Baadaye nikiwa nafanya preview nitakwambia kikosi ambacho nimetabiri kwenda kwamba kinaweza kikaanza katika mchezo dhidi ya Man City hapo kesho. Lakini taarifa ni kwamba Mount yuko fit, anaweza kaanza mchezo huo dhidi ya Manchester City. Lakini pia Ruben Amorim ameongelea kuhusu Alejandro Garnacho pamoja na Ahmad, ambapo kuna taarifa kwamba huenda tuanza na Garnacho. Kuna taarifa kwamba huenda Garnacho akaondoka mwishoni mwa msimu huu. Taarifa kutoka kwa Chris Wheeler wa Daily Mail na kutoka Mail Sport na pia The Sun wameandika kwamba Alejandro Garnacho anamiliki nyumba kule jijini Manchester ambayo ina thamani ya pauni milioni 3.85 ambayo imewekwa sokoni kwa sababu kuna tetesi kwamba huenda Alejandro Garnacho akaondoka Manchester mwishoni mwa msimu huu. Taarifa hii sijaamini sana. Anaweza kweli, lakini inawezekana haina uhusiano na yeye kuondoka, lakini ni taarifa ambayo pia mimi lazima nikufikishie hiyo kwamba kuna taarifa huenda akaondoka. Lakini hilo sio muhimu. Jambo muhimu ni kwamba ameandikiwa Ruben Amorim amesema kwamba Alejandro Garnacho kiwango ambacho anakionyesha sio kibaya sana, lakini anahitaji kufanya maendeleo. Naomba nikwambie kile ambacho amekisema specifically. Amesema hivi kuhusu Garnacho, amesema mimi nafikiri anafanya vitu vingi kwa usahihi. Yani anamwongelea Alejandro Garnacho. Anasema lakini kama vile ambavyo wachezaji wengine katika timu yetu, lazima afanye maamuzi sahihi, hasa akiwa kwenye eneo la mwisho la ushambuliaji. Sisi kama timu nzima lazima tufanye maendeleo, lazima tuboreshe eneo hilo. Wachezaji wote lazima waboreshe eneo katika, hasa wakiwa kwenye eneo la ushambuliaji. Lakini mtu kama Bruno Fernandes ndo mtu pekee ambaye labda anaweza akafanya kila kitu akiwa kwenye eneo la ushambuliaji. Anaweza akapiga assist au akafunga goli kwa urahisi sana. Lakini ukiachana Bruno Fernandes, wengine wote wanahitaji kufanya maendeleo na kuboresha eneo lao la ushambuliaji. Kwa hiyo ametwist kidogo, baada ya kumwongelea Alejandro Garnacho pekee kwamba anahitaji kufanya maendeleo kwenye eneo la ushambuliaji, naona nguvu zake zimeishia kwa timu nzima, kwamba kila mtu kwenye timu anapaswa kufanya maendeleo, hasa inapohusu nafasi za ushambuliaji, kupiga assist au kufunga magoli, kwa sababu Bruno Fernandes ndio mtu pekee ambaye anafanya hivyo vizuri, lakini wengine pia wanakuwa na udhaifu wakifika kwenye eneo la ushambuliaji. Pia amesema kuhusu Garnacho kwamba sisi kama timu lazima tumsaidie Alejandro Garnacho kufanya vizuri zaidi, lakini kwa sasa anafanya maendeleo, anaboresha kila siku, lakini lazima aendelee kuboresha jinsi ambavyo ana defend, analinda, jinsi ambavyo anafanya runs, jinsi ambavyo anakimbia, lakini pia ni mtu ambaye anafanya kazi kwa bidii. Anahitaji kufunga magoli zaidi, anahitaji kupiga pasi za magoli zaidi, hilo liko wazi, na lazima afanye maendeleo kwenye hilo. Lakini sio yeye tu, bali kila mtu kwenye timu lazima afanye maendeleo. Kwa hiyo amesema kwamba Alejandro Garnacho, licha kwamba hajamshambulia moja kwa moja, lakini kwa ufupi amesema kwamba kama ambavyo kila mtu kwenye timu anahitaji kufanya, pia Ale Garnacho
lazima afanye maendeleo kwenye final third, kitu ambacho wengi tumekuwa tukimlalamikia pia kwamba akifika kwenye nafasi ya kushambulia anakuwa hana maamuzi mazuri. Haujui muda wa kushoot, haujui muda wa kupiga pass, haujui muda wa kupiga cross. Akipiga cross anazigongesha, anakosea. Kwa hiyo ni kama kumekuwa na hiyo changamoto kwa Alejandro Garnacho hasa katika mechi za hivi karibuni, lakini Ruben Amorim anaamini kwamba atafanya maendeleo. Sawa. Kwa upande wa Ahmad, taarifa njema ni kwamba Ahmad anaendelea vizuri sana. Ruben Amorim amesema kwamba maendeleo ya afya ya Ahmad ni mazuri sana na tuna matumaini kwamba atakuwa nasi tena uwanjani na kucheza kabla ya msimu huu kuisha. Lakini tutaona itakavyokuwa, lakini anatamani kurudi kwa kasi na sisi kama timu tunamsubiria kwa hamu kubwa. Huyo ni Ruben Amorim kuhusu Ahmad. Anasema kwamba hali yake ya kiafya ni nzuri na habari njema ni kwamba anajua kwamba atakuwa fit na atacheza msimu huu kabla haujaisha. Maana ni kwamba watu wengi wanasema kwamba ikiwa Manchester atafika finali ya Europa League, basi kuna uwezekano mkubwa sana kwamba Ahmad muda huu atakuwa yuko fit kucheza kwenye mechi hiyo ya finali ya Europa League. Lakini hiyo itatokea ikiwa safanikiwa kumfunga Lyon na kwenda kumfunga Bilbao au Rangers, then we are into the final, kitu ambacho mimi naamini tunaweza kukifanya. Kwa hiyo hayo ni taarifa njema kwamba Ahmad anafanya vizuri kiafya na huenda akawa fiti kuelekea michezo ya mwishoni mwa msimu huu na anaweza akapata nafasi ya kucheza tena mwishoni mwa msimu huu. Kwa hiyo hizo ni taarifa chache ambazo nimekuandalia kuhusu yale machache ambayo Ruben Amorim amezungumza kuhusu mchezo wa Man City, lakini pia taarifa za updates. Kwa majeruhi mengine, Leny Yoro na wengine wako fit, wanaweza kacheza mchezo dhidi ya Man City. Kwa doubtful ni sasa ni Delete ambaye anaonekana kwamba ana changamoto kidogo ya kiafya, lakini wengine wote wako fit, ukiachana na of course Martinez ambaye yuko nje kwa muda mrefu pamoja na Ahmad. Pia Evans pia ambaye tulikuwa tunajua kwamba yuko nje, lakini Leny Yoro na pamoja na Aiden Heaven, lakini Leny Yoro na wengine wako fit na Mason Mount amesema yuko fit kuanza katika mechi hii. Kwa hiyo hiyo ni taarifa njema kwa sababu kikosi chetu kinaendelea kuimarika kuelekea mchezo dhidi ya Manchester City. Na hilo linileta kwenye taarifa ya mwisho katika kile ambacho Ruben Amorim amekizungumza kuelekea mchezo dhidi ya Manchester City. Basi kwa pamoja ningependa tuanze kupitia mchezo huo ambao utachezwa hapo Jumapili, na hii itakuwa ni mechi muhimu sana. Kwa ndo maana nimesema kwamba tuiongelee mapema ili tupate muda wa kuscrutinize, tupate muda wa kujipanga kisaikolojia na kujua kila ambacho tunaweza kutarajia kuelekea mchezo huo dhidi ya Manchester City. Sawa, mechi hii itachezwa Jumapili ya kesho kutwa na itakuwa ni mishale ya saa 12:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Itakuwa ni game ya 31 kwa msimu huu wa Premier League na itakuwa ni mechi dhidi ya Manchester City. Na kwa taarifa ni kwamba msimu huu Man City hawajatufunga, kwa hiyo we are in good position kuelekea mchezo huo. Of course, taarifa ni kwamba hivi karibuni Man City wamekuwa na improvement kubwa sana. Kwa hiyo huenda wakatupa mechi ngumu. Hiyo inanipa sana wasiwasi kwa sababu kiwango chao cha hivi karibuni kama kidogo kimeimprove. Sasa sijajua kama ni kiwango kimeimprove ama kama wao wameridhika na hali yao. Kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza kanafanya vibaya kwa sababu ya pressure ya matokeo. Lakini labda imefika kipindi Man City sasa hivi amesharidhika na hali yao kwamba sisi jamani hatuna tunachogombania msimu huu, basi tupambane tu labda na hiyo FA Cup alafu tuone kama tutapata kitu msimu huu. Hatujui, lakini kwa ufupi ni kama Man City sasa hivi wamekuwa na improvement kuliko mechi zilizopita ambazo walikuwa wanapoteza mechi nyingi mfululizo katika ligi ya Premier ya pale nchini England. Sasa katika mechi hii ya Jumapili tunaweza kutarajia nini? Naomba nikwambie kwamba katika mechi 3 za mwisho Man City hajatufunga. Yaani hatujafungwa na Man City katika mechi 3 zilizopita. Hichi kitu unaweza kukiona cha kawaida. Naomba nikusisitizie hilo. Unaweza kuona kwamba kutofungwa mechi 3 na Man City ni jambo la kawaida. Lakini si la kawaida. Kwa sababu gani unajua? Kwa sababu mara ya mwisho Manchester United kuenda mechi 3 bila kupoteza dhidi ya Man City
ilikuwa ni mwaka 2011. Kwa hiyo ni 2011 mpaka leo ni zaidi ya miaka 14 iliyopita. Hatujawahi kucheza mechi 3 mfululizo bila Man City kututandika. Kwa hiyo hiki sio kitu cha kawaida. Kwa hiyo katika mechi za mwisho hatujafungwa. Kwa hiyo hiyo ni plus kwetu. Mimi naamini hii ni confidence kwetu na ni confidence booster, kwa sababu unapoenda kwa mtu ambaye hajakufunga muda mrefu kidogo, unakuwa kidogo unapata confidence jinsi ambavyo wanacheza naye, na hiyo inaweza ikakupa uwezo wa kupambana kwa nguvu nyingi. Kwa hiyo hilo angalau kidogo linanishawishi kuamini kwamba tunaweza kupata kitu dhidi ya Man City, kwa sababu katika mechi 3 za mwisho hajatufunga. Kwa hiyo kwa nini atufunge kesho? Kwa hiyo amini kesho kutwa. Kwa hiyo sioni kama tuna sababu ya kuogopa, lakini pia tutakuwa Old Trafford nyumbani, tunaweza tukapambana na tukaweza kupata matokeo. Katika mechi 5 za mwisho Man United ameshinda mechi 2, amedraw mechi 2 na amefungwa mechi dhidi ya Nottingham Forest. Sawa sawa na Man City ambaye katika mechi 5 za mwisho ameshinda 3, amedraw 1, amefungwa 1. Kwa hiyo kwa takwimu ni kama Man City angalau ameshinda mechi moja zaidi yetu. By the way, katika mechi ambazo tumeshinda Manchester United mwezi uliopita, zimempatia tuzo ya mchezaji bora wa mwezi Bruno Fernandes, lakini pia mchezaji bora wa mashabiki wa mwezi Bruno Fernandes. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa nini tumefanya hivi, kwa sababu katika miezi iliyopita hii ni kusema kweli tulikuwa tukiimprove. Kabla ya Nottingham Forest, kabla ya international break, tulikuwa tukifanya vizuri sana. Kwa hiyo nafikiri imetupa boost sana kuelekea mchezo dhidi ya Man City ambao tunaweza tukacheza hapo kesho. Kuna kitu hapo nataka nikuoneshe. Sawa. Kwa hiyo as of now United iko nafasi ya 13 kwenye ligi, wakati Man City iko nafasi ya 5, na City anatafuta top 4. Anajaribu kupambana kuona kama anaweza kupata kitu dhidi ya Nottingham Forest, kumpita Nottingham Forest, wakati United sisi tupo hata sijui tunatafutia nini. Tunatafuta kubaki kwenye ligi basically. Tunahitaji 2.3 kuwa salama kubaki kwenye ligi, lakini nafikiri hata tusipopata hizo point 3 hatuwezi kutoka kwenye ligi, hatuwezi kuwa relegated. I believe tutabaki kwenye ligi na hatuna cha kupoteza. Kwa nafikiri hizi mechi za ligi sasa hivi ni kama tunazitumia tu kutupa confidence kuelekea mchezo ya Europa League. Kwa mfano tukimfunga City, maana yake tutakuwa kwenye good position kuelekea mchezo unaofuata dhidi ya Olympique Lyon, which is kitu ambacho kitakuwa kitu kizuri. Kwa hiyo I think kwa sasa hivi tujipanga kwa Europa League. Ligi ni kama ishaisha. Kwa hiyo hilo ndio jambo ambalo tunapaswa kufikiria. Lakini angalau siku hizi tunafunga magoli. Of course mechi iliyopita ya mwisho hatujafunga goli hata moja, lakini katika mechi 5 za mwisho tumefanikiwa kufunga goli 9. Hiyo ni zaidi ya goli moja kila mechi, ni kama goli 1.5 kwenye kila mechi. Kwa hiyo angalau hivi karibuni tumeanza kufunga magoli. Bruno Fernandes yupo kwenye form ya maisha yake, na Bruno Fernandes akiwa kwenye form, Manchester wanacheza vizuri sana. Hata mechi ya Nottingham Forest sio kama tulicheza vibaya, tulicheza vizuri sana ile mechi, lakini kwamba tulishindwa tu kutumia nafasi ambazo tulizitengeneza. Pia hatukutengeneza nafasi nzuri, clear cut chances za kufanya watu wafunge. Kwa nafikiri hilo ndio ilikuwa kipengele. Nafikiri pia kumwanzisha Haaland bench, nafikiri kulitupa wakati mgumu sana. Kumwanzisha Joshua Zexi katika nafasi ya shambuliaji, nafikiri ilitupa wakati mgumu sana. Sioni kama ni mshambuliaji. Kwa hiyo nafikiri tukicheza naye ni kama atupi options kwenye kutafuta magoli. Ni kama atupi options nyingi sana, hasa kwenye anapokaa kwenye box na pasi zinapigwa zinapita nyuma yake. Ni mtu ambaye sio namba 9. Kwa hiyo tukiwa na Zexi namba 9, kuna udhaifu mwingi sana tunakuwa tunakabiliana nao pale, na bora tu cha kushangaza ni kwamba hata Rasmus Hojlund pia sio afanye vizuri hivyo kama tofauti na Zexi. Lakini cha kushangaza ni kwamba Harry Maguire alipoingia kwa dakika zile 5 alicheza, takwimu zinaonyesha kwamba alikuwa na expected goals nyingi kuliko expected goals za Rasmus Hojlund kujumlisha na za Joshua Zexi ambazo wamesha kwa zaidi ya dakika 80. Kwa hiyo ni kama Maguire ni kama aliingia kwenye positions za kufunga magoli zaidi kuliko washambuliaji wote ambao walikuwa wako uwanjani muda wote. Kwa hiyo you could see that's a difference. Hiyo ndo changamoto ambayo tunakabiliana nayo
katika kikosi chetu na hasa washambuliaji wetu. Katika mchezo huu kuelekea mchezo wa Man City, Bruno Fernandes ndo star, kwa sababu katika michezo iliyopita yeye ndo ametengeneza nafasi nyingi zaidi, nafasi 12 katika timu hizi mbili. Maana yake ni kwamba tuna hiyo advantage pia kwamba tuna mtu ambaye anafanya vizuri sana. Lakini pia Man City watamkosa Erling Haaland, kwa hiyo nafikiri hii inaweza kuwa positive kwetu, kwa sababu of course hatusumbui sana, lakini akiwepo ni namba 9 wao, ni mtu ambao wanamtegemea, ni focal point kwa kufunga magoli. Kwa hiyo asipokuwepo, I think kwetu sisi ni plus kucheza na timu ambayo haina Erling Haaland. Inaweza katusaidia sisi kuweza kuona kama tunaweza kupambana nao na kuweza kuwafunga Manchester City. Kwa ufupi naomba nitoe maoni kuhusu kikosi ambacho ninafikiri kinaweza kuanza dhidi ya Manchester City. Nafikiri hakutakuwa na mabadiliko makubwa kuelekea kikosi ambacho kilianza mchezo uliopita, lakini taarifa ya Ruben Amorim ni kwamba Mason Mount anaweza akaanza mchezo huu, lakini mimi binafsi kwenye kikosi changu ambacho nimetabiri kitaanza sijamweka Mason Mount, nimemwanzisha bench kwa sababu bado nafikiri kwamba ingawa anaweza akawa na work rate nzuri, lakini kumwanzisha kwenye mechi ya derby kama hivi huenda isiwe plan nzuri sana. Kwa hiyo nafikiri Ruben Amorim anaweza simwanzishe kwenye mechi hii. Kwa hiyo kikosi ambacho nimetabiri kwamba kwa sababu delete pia kuna tetesi kwamba huenda asicheze kwenye mchezo huo ambao utakuwa dhidi ya City, huenda fitness yake inatiliwa mashaka. Kwa hiyo hilo pia linanifanya ni wazi kuanza na beki ya Mazraoui, Maguire na Leny Yoro, kwa sababu Maguire pia aliingia kutoka bench, lakini pia alicheza vizuri sana na yuko fit. Naamini kwamba zile dakika zimemtosha kugain fitness, na pia Maguire anatupa options kwenye fouls na corner, kwa sababu ni mtu ambaye anapiga vichwa, lakini pia ana fiziki kubwa sana. Na pia kwenye mfumo wa beki wa tatu, kusema ukweli, Maguire amekuwa ni mtu muhimu sana siku hizi. Anacheza vizuri sana akiwa kwenye kikosi, na tukimkosa tunaona kabisa difference yake. Kwa nafikiri beki tatu itakuwa Onana golini kama kawaida, lakini nafikiri beki tatu itakuwa ni Mazraoui, Maguire na Leny Yoro. Alafu kwenye viungo kutakuwa na nafikiri Ugarte ataanza pamoja na Bruno Fernandes pale chini, alafu natarajia kumuona Dalo na Dogu kwenye wingbacks, alafu Zexi Garnacho kwenye namba 10, alafu mshambuliaji Rasmus Hojlund ambaye nafikiri anaweza akapewa nafasi ya kuanza katika kikosi hiki. Ningependa pia ni wewe unipatie maoni yako kuelekea mchezo huo, kikosi gani ambacho nafikiri kwamba kinaweza kuanza. Kwa ufupi sitatabiri matokeo kwa sababu wengi wamesema kwamba nisiwe na tabiri matokeo, kwa sababu kitabiri matokeo mara nyingi zinakuwa tofauti, lakini kwenye app kule mimi natabiri kivyangu. Lakini hii mechi ninachokuambia ni kwamba I won't predict the results, lakini I'm telling you hatupotezi hii mechi. Hizi ndo mechi za Ruben Amorim. Hizi ndo mechi ambazo Ruben Amorim anakushangaza, na hizi ndo mechi ambazo tunashinda, mechi ambazo watu wanacheza, timu kubwa hizi ambazo zinajua kufunguka, ambazo zinacheza tunazi outplay mara nyingi sana. Tumeshafanya hivyo dhidi ya Arsenal, tumeshafanya hivyo dhidi ya Arsenal mara 2, tumeshafanya hivyo dhidi ya Liverpool. Kwa hiyo na timu zote ambazo tumefanya hivyo ni timu ambazo zinapenda kucheza mpira, timu ambazo hazikai nyuma. Forest tulicheza vizuri sana, lakini walikuwa wanabaki nyuma, walikuwa wanasubiri counter attack. Kwa hiyo pia na wenyewe walitupa wakati mgumu sana, lakini ingekuwa tunapishana, wanakubali kucheza na sisi tunacheza, tungeweza kuwafunga pia. Kwa hiyo naamini Man City, kwa sababu ni timu ambayo haitakubali kukaa nyuma, itakuja ikiamini kwamba inaweza kutufunga, itashambulia sana. Kwa hiyo naamini kwamba wataacha gaps nyingi sana, na tunaweza kumuona kesho Dogu akiwa kwenye ubora wake mkubwa sana, na natarajia kumuona akifanya makubwa kwenye mchezo huo, na tunaweza kushinda mchezo huo vizuri sana. Lakini sitabiri matokeo, lakini I believe kwamba hatuwezi kupoteza mchezo huo. Sawa, basi hayo ilikuwa ni maoni yangu kuhusu mchezo dhidi ya Man City ambao utachezwa Jumapili mishale ya saa 12:30 kwa saa za Afrika Mashariki katika uwanja wa Old Trafford, katika mechi namba 31 ya Premier League ya England katika msimu huu wa soka. Lakini pia tumepitia updates za kikosi na kila ambacho Ruben Amorim amezungumza kuelekea mchezo huo dhidi ya Manchester City. Hapo kwenye comment chini unaweza kuniandikia maoni yako kuhusu kile ambacho tumezungumza, lakini pia swali ambalo ninakuachia hapa ni kikosi gani ambacho unafikiri kinapaswa kuanza dhidi ya Man City, lakini unafikiri pia ikiwa Mason Mount ataanza, ni nani ambaye ungependa aanze
badala ya ni nani apigwe benchi ili Mason Mount apate nafasi. Asante sana kwa maoni yenu mengi ambayo mmeniandikia. Nafurahi sana. Na Bao Designer, James Nandi, Tony Baldwin, Dennis Kendaria Nandi, James Babamili Kendaria pamoja na Nehemia Briba, wote ninawashukuru sana kwa maoni yenu. Endeleeni kusubscribe, lakini pia like na kushare video zetu, na pia msiache kutufuatilia kule Instagram na katika mtandao wa X na TikTok.